أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين يا رب، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد. Ama baada ya shukrani, walillahi alhamdu, katika siku hii ya leo biidhnillahi ta'ala, insha Allah, hebu twende tukapate darsa hili ambalo linasema iqra hadhihi sura 3 marrati laylan fi shahri Ramadan. Soma sura hii 3 marrati, mara 3, laylan, lakini uwe ni wakati wa usiku, fi shahri Ramadan, lakini ni katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Lakini baada ya kufanya haya, satusbahu aghna an-nas, utaamka asubuhi ukiwa tayari umekwisha pata elementi za utajiri baada ya kusoma sura hii. Lakini ni sura gani hii? Kwanza hebu tuanze kuieleza mfumo wa sura hii, jinsi ilivyoelezwa na ulama kwa majina tofauti tofauti kulingana na utukufu wake, kulingana na ukubwa wake na uzuri wake na kheri zake na baraka zake. Sura hii ulama wanasema sumia bisurati rahma, sio rahmani, sumia bisurati rahma. Hii sura imeitwa, miongoni mwa majina yake imeitwa kwa surati rahma, imeitwa ar-rahma. Kwa nini imeitwa ar-rahma? Basi ulama wakasema kaunaha اشتملت على آيات القرآنية أن تشفي المريض. Kulingana na aya zake, ili ibainike kwamba zipo aya za Qur'ani ambazo ukizisoma zinaweza kumtibu mgonjwa mwenye ugonjwa wowote ule kwa mujibu wa Qur'ani. Kwa hiyo ndio sababu ya kuitwa ar-rahma, kwa ajili ya kuwafanyia huruma watu wenye maradhi, wagonjwa na kadha wa kadha. kaunaha ishtamalat ala ayati al-Qur'aniyya an tashfi al-marid. Lakini kadhalika miongoni mwa majina yake mengine tena hii sura wakasema sumiyat bi surati Swa'iqa, imeitwa kwa suratu Swa'iqa. Kadhalika, kwa nini iitwe hivi? Basi ni kwamba kaunaha ihtawat ala ayatin tusabbibu swa'iqa lishayatin waljinni inda qira'atiha. Imeitwa hivyo as-Swa'iqa kwa sababu ya kwenda kuwaunguza, kuwatesa, kuwaletea zahma, kuwaletea shida, ikiwezekana kuwaua mashaitani wa kijini kwa kuisoma kwake. Yani kitendo tu cha kuisoma hii sura ina uwezo mkubwa ya kuwaunguza, kuwataabisha, kuwaadhibu, kuwavunja, kuwateketeza mashaitani wa kijini. Ndio asbabu ya sura hii kuitwa as-Swa'iqa. Lakini kadhalika sumiyat bi surati an-Natiqa lianna man yaqra'uha, imeitwa tena kwa jina hili lianna man yaqra'aha lahu al-qudratu ala ikhraji al-jinni alladhi yatalabbasu bihi. Yoyote ambaye ataisoma, uwezo wake mkubwa ni kwenda kumfanyia ikhraji yule jini. Ikhraji yani kumuondosha kwa kasi kubwa sana jini ambaye amemkumba mtu kwa ghafla
amemvamia mtu na akamuingia mtu, basi inakwenda kumuondosha. Mwanzo tumesema inaweza kusambaratisha majini, inaweza kuondosha majini katika nyumba, katika biashara, popote pale sura hii ikatumika kuweza kuwaadhibu majini na kuwaondosha. Lakini kadhalika as-sa'iqa, kwa maana ya kwamba inaweza kumuondosha jini katika mwili, jini katika kiwiliwili chako, na kumvunja vunja asirudi tena katika mwili wako biidhnillahi il-karim. Lakini kadhalika sumiyat bisurati rizqa, imeitwa kwa suratu rizqa, sura ya rizqi, lianna almalaikatu yakununa mutarashina sufufan bijanibi ba'dhuhum li ba'dhi fi ta'atihim li rabbihim. Hiyo ndio suratu rizqi. Kawaida yake pia inajenga mifumo na tabia ya kuleta riziki kwa binadamu, kwa sababu malaika humuombea mtu sana kupitia aya hizi au kupitia sura hii, ili mradi Allah apate kumpa riziki ilizokuwa riziki za halali, halalan tayyiba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Haya ndiyo katika majina ya hizi sura. Aidha ni majina ya sura hii. Lakini kadhalika sura hii ni sura gani sasa? Maana tumetaja majina tofauti tofauti iliyopewa na ulama, wana wachuoni, aqwalul ulama zimetaja mambo haya. Lakini je, ni sura gani? Ni suratu Safati. Katika miongoni mwa sura zilizokuwa ndani ya Qur'ani ni suratu Safati. Na sura yenyewe haisomwi yote, bali zinasomwa aya 6 tu khalas. Yani katika matumizi yake zinatumika aya 6 tu. Inaanza hivi: a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, was-saffati saffa, faz-zajirati zajra, فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. Mwisho wake ndio hapa. Aya kama sikosei takriban aya 6 mfululizo. Mwisho ni hapo, utairudia tena. Was-safati saffa, fazajirati zajra, fataliyati dhikra, inna ilahakum lawahid, rabbus samawati wal ardh wama bainahuma, mpaka mwisho wa aya hizi 6. Basi ulama wanasema zisomwe sura hizi, aya hizi. Aya hizi utazisoma mara 3 marra katika maji. Soma aya hizi mara 3 katika maji. Lakini iwe usiku ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Usiku wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kuna utukufu mkubwa sana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Utaisoma aya hizi usiku wa mwezi mtukufu wa Ramadhani mfululizo. Kisha ukishasoma hizi aya 3 utayapuliza yale maji. Ulama anasema thumma ba'daha, kisha baada yake utarudia hadhihi alkalima almu'jizat, hadhihi alkalimati almu'jiza 3 marrat. Utayatamka maneno haya yenye miujiza mara 3. Yapi hayo? Utasema sami'na wa ata'na,
sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, kisha unapuliza tena katika yale maji. Thumma ba'da dhalik sallu ala an-nabi, kisha baada ya hapo utamswalia mtume, lakini utatumia swala hii ya mtume tofauti na zile ambazo tumezoea kuzifundisha. Utamswalia mtume kwa kusema Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sikiliza kwa umakini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumi lak. Utaifanya hii swala ya mtume, kadhalika nayo utaifanya bi3 marrat, utaifanya mara 3, lakini hii ni bora zaidi ukaifanya mara 21. Baada ya hapo utapuliza yale maji yako. Utapuliza maji yako. Kisha ukishamaliza kupuliza yale maji yako, utakachokifanya yale maji utanyanyuka pale, ushapuliza maji yako, utanyanyuka utaswali rakaa 2. Swali rakaa 2, alafu katika sunnati rakaa za haja, na kisha mwisho wa rukuu ya mwisho utasema maneno yako juu ya unachokikusudia katika hivyo tulivyovisema, alafu kisha utatoa salamu, na kisha baada ya hapo utachukua yale maji utakunywa na yale maji utajipaka. Walillahi alhamdu. Amka asubuhi, lazima utapata mipango ya kukutengenezea elementi za kupata mali, kupata mfumo wa kitajiri. Allah subhanahu wa ta'ala atakutengenezea hayo insha Allah. Naomba yafanyie kazi, utaona mifumo yake na utaona njia zake. Lakini jambo la pili, tunasema kwamba tunavyo vitabu ambavyo tumeviandaa vya dua vyenye majina 30. Majina 30 ambalo kila jina moja la Allah lina maelekezo yake. Lipo jina ukilisoma unatengeneza utajiri, kuna jina ukilisoma unaondoa mashaitani, kuna jina ukilisoma unatengeneza nuru katika mwili, kuna jina ukilisoma unatengeneza hifadhi ndani ya mwili wako. Majina 30, kila jina moja lina mifumo tofauti. Kitabu hichi kinapatikana walillahi alhamdu. Tutakitoa kwa njia ya PDF kupitia katika simu yako wewe za WhatsApp. Inshallah unaweza ukatutafuta katika WhatsApp. Kina sadaka kidogo na utachangia sadaka yake kidogo. Kimeandikwa kwa lugha ya Kiswahili fasaha kabisa, kilichokuwa safi. Inshallah utaweza kuyafanya hayo. Lakini pia jambo lingine, ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, bila shaka tunapokea kile ambacho kitakuwa ni fitri, basi tunapokea, au kile ambacho kitakuwa ni sadaka kwa ajili ya watu tofauti ambao wanahitajika kuweza kuzipata hizo, insha Allah tunazipokea. Mwenye kutoa misahafu kwa ajili ya watoto kusoma Qur'an, tunaipokea kwa ajili ya kuwapelekea watoto. Na yoyote ambaye atakayejitolea labda mavazi kama kanzu, baibui, pia vile inshallah tutazipokea na kuzifikisha sehemu husika. Na kadhalika yoyote atakayeweza kutoa vyakula vya iftari kama vile tambi na kadhalika, mchele, wadaku na kadhalika, inshallah pia milango iko wazi, tunakaa kuipokea. Lakini kadhalika pia vile kwa yoyote yule ambaye atakayetaraji na kuhitaji aweze kufanziwa dua katika kipindi hichi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi vile tunampokea, kwa sababu ndicho kipindi cha dua. Yoyote yule ambaye anataraji na anatamani kuweza kufanziwa dua, basi inshallah biidhnillahil karim tunapokea maombi ya dua na tunayafanyia kazi biidhnillahil karim. Kwa hiyo inshallah yoyote yule ambaye ana yoyote katika haya makusudio, basi inshallah tutaweza kuyapokea na kuweza kuyafanyia kazi inshallah. Kufikia hapo tunasema kwamba sisi tuko Dar es Salaam
katika jiji lenye amani au jiji la gharama, Dar es Salaam, jiji la gharama, watu wake hawaishi kuhama, japokuwa dalili zote ni dalili za kiyama. Na ikiwa hauamini, kamuulize mama kwamba jiji la Dar es Salaam lina dalili zote za kiyama. Allahu akbar. Ndugu zangu, inshallah ulikuwa nami al-akhi Ustaz Muhammad Kundian Aturiu al-maarufu kama Uncle K. Wala afwa minkum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.